wakiwa wanaogelea katika kisa cha Isra wal Mi'raj, wakiwa wanaelezea safari ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ya kutoka Makka kuelekea Palestina na kutoka Palestina kuelekea katika mbingu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo tumekutana tena tukiwa tupo katika sehemu ya mwisho ya kumalizia historia hiyo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hakika Sheikh Muharram Mziwanda na Sheikh Uthmani Khamisi kila mmoja alieleza kipande chake kwenye kisa hiki, na Sheikh Muharram Mziwanda alielezea safari ya Isra, safari ya Mtume kutoka Maka kuelekea Palestina. Hiki ndio kipande ambacho Sheikh Muharram Mziwanda aliishia, na Sheikh Uthmani Khamisi akaanza kuanzia pale Palestina mpaka namna Mtume alivyopanda ila Sidratil Muntaha, mpaka sehemu ambapo panaitwa Mkunazini, na kisha Mtume akagewa sala 5 na kisha kurejea ardhini na sala 5 na mengineyo ambayo aliyokuwa amekutana nayo. Sisi leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala tunataka tumalizie kipande kilichobaki cha kuelezea falsafa ya Mtume ya kutoka Maka kuelekea Palestina, na falsafa hiyo inapatikana katika suratul Isra. Ukisoma kisa hiki cha Isra wal Mi'raj kimeelezewa katika suratul Isra kwa ukubwa wake na kwa upana wake na namna safari ilivyokuwa, na sote ni mashahidi kwamba Sheikh Muharram Mziwanda na Sheikh Uthmani Khamisi kwamba wao walikuwa wameelezea aya hii moja ya subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Aya hii ndio imebeba kisa kizima cha Mtume kupelekwa mbinguni na Allah subhanahu wa ta'ala katika sehemu ya usiku. Lakini ukisoma aya inayofuatia baada aya hiyo, Mwenyezi Mungu anasema wa ataina Musa alkitaba waja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Mwenyezi Mungu anasema kwa hakika tulimpa Musa kitabu, wa ataina Musa alkitaba waja'alnahu hudan li bani Israila, tukampa Musa kitabu na tukajalia kuwa ni mwongozo kwa Banu Israili. Aya hii ni aya ya pili baada ya aya ya kwanza Mwenyezi Mungu kuelezea safari ya Mtume ya kutoka Maka kuelekea Palestina na kutoka Palestina kuelekea mbinguni. Aya inayofuatia Mwenyezi Mungu anazungumzia habari za Musa. Ulama wanatueleza aya kama hizi zinapokuwa zinakuja katika Qur'an zinakuwa ni kama vile ni ayati mutashabihat, ni kama aya ambazo zinakuwa na utata ndani yake ama zinachanganya ndani yake, kwa sababu tukio ambalo Mwenyezi Mungu alilokuwa analisimulia lilikuwa ni tukio la Mtume kupelekwa Palestina na kutoka Palestina kupelekwa mbinguni. Lakini ajabu tunayoiona baada ya Mwenyezi Mungu kusimulia kisa hiko, anakuja kuelezea habari ya Musa kupewa kitabu na Banu Israili. Mafungamano ya aya hizi mbili unaweza ukayaona kama vile hayapo. Yani ukitazama habari ya Mtume kupelekwa mbinguni na habari ya Musa kupewa kitabu na Banu Israili, ukitazama habari hizi mbili au story hizi mbili kama vile haziendani. Kama unavyoona katika suratul Luqman, Mwenyezi Mungu alipoanza kuelezea habari ya Luqman akasema walaqad ataina Luqmana alhikma anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Mwenyezi Mungu alikuwa anaelezea habari za Luqmani katika sura hii, lakini ajabu ni kwamba
baada ya kusimulia habari za Luqmani na mwanawe walivyokuwa wanaongea, katikati ya mazungumzo Mwenyezi Mungu kuna maneno akayatia ndani yake. Mwenyezi Mungu akasema, wawasaina al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Ukitazama mtiririko wa aya zilivyokuja, kulikuwa na mazungumzo kati ya Luqmani na mwanawe, lakini katikati ya mazungumzo ya Luqmani na mwanawe Mwenyezi Mungu kaja kueleza habari ya kwamba tumemuhusia mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wawili. Na ulama wanatueleza asbabu nuzuli ya aya hii kwamba tumemuhusia mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wawili ni sababu ya ammi yake na Mtume Saadi ibn Abi Waqqas, baada ya kuwa amelumbana na mama yake kwamba arejee katika dini ya kuabudia masanamu. Saadi akawa anakataa. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala akateremsha aya maalum, kisha ile aya ikaja ikawekwa katikati ya mazungumzo ya Luqmani na mwanawe. Sasa ukitazama kwa makini unaweza ukaona mbona stori mbili tofauti, stori ya Saadi ibn Abi Waqqas na mama yake, na hapa unaona kuna stori ya Luqmani. Katikati ya stori ya Luqmani inakuja kuelezewa stori ya Saadi ibn Abi Waqqas. Unaweza ukaona mbona Qur'ani inajichanganya. Na kule unaweza ukaona aya ya kwanza Mwenyezi Mungu anasema subhanalladhi asra bi'abdihi, ametakasika Mwenyezi Mungu ambaye amempeleka mja wake usiku, kumpeleka Palestini. Kisha katika aya ya pili Mwenyezi Mungu anasema wa ataina Musa alkitaba, tumempa Musa kitabu. Ni habari mbili tofauti kabisa. Sasa ukitazama falsafa ya Qur'ani, kuna baadhi ya wakati inavyokuja unaweza usielewe au kuunganisha doti katika mtiririko wa aya fulani, majibu ya aya hiyo unaweza kupata katika sura nyingine. Yani inaweza ikaja aya katika sura fulani au katika story fulani imechomekewa ile aya, Allah subhanahu wa ta'ala kaiweka katikati ya story ambayo haihusiani, lakini mtiririko wake ile aya unakuja kuikuta katika sura nyingine. Qur'ani na kawaida hiyo. Lakini katika suratul Isra Mwenyezi Mungu aliposema amempeleka mja wake usiku kutoka pale Makka mpaka Baitul Maqdis, kisha Mwenyezi Mungu akaja kuelezea tumempa Musa kitabu na Banu Israili. Aya hizi mbili zina mafungamano makubwa sana, lakini ukizitazama kama vile hazina mafungamano. Kwa nini? Ndio maana nikasema leo tutakuja kuelezea hiyo geopolitics ya Middle East au Mashariki ya Kati, kwamba kuna mafungamano gani ya mtume kutolewa Makka kupelekwa Palestina, na kwa nini safari yake haikuwa kutoka pale Makka kuelekea mbinguni. Mwenyezi Mungu alishindwa nini kumchukua mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kumtoa pale Makka kumpeleka moja kwa moja mbinguni? Mwenyezi Mungu alikuwa anaweza hilo, lakini kwa nini Mwenyezi Mungu amchukue mtume kumtoa pale Makka kumpeleka Middle East? Kulikuwa na ibra gani? Lakini kwa nini Mwenyezi Mungu amchukue mtume ampitishe katika baadhi ya nchi za Middle East? Kwa mfano, alipita katika mlima Sinai, alipita mtume alipita katika Bethlehem, alipita mtume alipita Madina, Yathrib ambapo panaitwa Taif, mtume alipitishwa hapo, alikwenda mwisho wa siku akafika Palestini. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo kadhaa ya Middle East mtume aliyapita mpaka anaingia katika ardhi ya Palestini. Kwa nini Mwenyezi Mungu aliamua kumuonyesha mtume hii geopolitics? Maana tunapozungumzia geopolitics maana yake unazungumzia nchi, unazungumzia rasilimali za nchi, unazungumzia culture ya nchi, ndiyo kinapatikana kitu kinaitwa geopolitics. Sasa Middle East na yenyewe kuna kitu kinaitwa geopolitics, yani kuna siasa za Middle East, kuna uchumi wa Middle East, kuna culture ya Middle East, kuna rasilimali za Middle East. Zote hizi zinaingia kwenye geopolitics. Sasa Mwenyezi Mungu hapa alikuwa na hekima kubwa sana ya kumchukua mtume kumtoa Makka kumpeleka kwanza Palestini. Kwa nini?
ndio lengo langu la kutaka tumalizie stori hii leo ya mtume kutolewa Maka kupelekwa Palestina na kutoka Palestina kupelekwa mbinguni. Na kisa hiki cha Isra wal Mi'raj kinaendana na wakati tuliokuwa nao na yale ambayo yanatokea Middle East kwa sasa. Yani kisa hiki cha mtume kupelekwa Palestina mbinguni ni kisa ambacho kinaendana na mazingira na wakati tuliokuwa nao. Kwa sababu sasa hivi ukifuatilia Middle East unaona Middle East kuna mzozo unaoendelea. Sasa hivi ukifuatilia Middle East unaona Irani anayekiwa vikwazo. Sasa hivi ukifuatilia Middle East unaona Gaza ilikuwa katika vita, Palestina ilikuwa katika vita na watu wengi wameuawa. Ukizungumzia Middle East unazungumzia Yemen ipo katika vita. Ukizungumzia Middle East unazungumzia Lebanon ipo katika vita. Ukizungumzia Middle East unazungumzia Syria ipo katika vita. Ukizungumzia Middle East unazungumzia Iraki ipo katika vita. Kwa hiyo Middle East nzima ipo katika machafuko. Sasa ukitazama mtume namna alivyopelekwa kimkakati katika ardhi ya Middle East, kuna falsafa maalumu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikusudia tuweze kujifunza katika kisa hiki. Sasa hii ndio nukta ambayo nakusudia tuweze kuidadavua na kuelewa kuna falsafa gani ya mtume kupelekwa kwenye ardhi ya Palestina. Why Mwenyezi Mungu hakumpeleka mtume mbinguni kupitia Maka? Ndugu zangu, tunatambua ya kwamba dunia namna ilivyo leo, yani tunapozungumzia sehemu ambayo ni potential area, sehemu ambayo ni strategic area katika dunia, eneo la kimkakati, eneo ambalo ni potential, lina thamani, linatazamwa kwa jicho la tatu duniani, tunaizungumzia Middle East. Ukizungumzia eneo la kimkakati duniani unazungumzia Middle East. Yani huwezi kuitawala dunia, yani Marekani hawezi kuitawala dunia bila ya Middle East kuwa katika mikono yake. Hakuna taifa ambalo linaweza kuongoza dunia na kuwa powerful na kuwa na nguvu kushinda taifa lolote duniani bila ya Middle East kuwa katika mikono yake. Na ndio maana ukaona mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, kwa kuwa yeye Mwenyezi Mungu anasema wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, hatukukutuma mtume isipokuwa uende kuwa ni rahma kwa ulimwengu mzima. Mtume alitumwa kwa ulimwengu mzima, na mtume aliletwa kuja kuutawala ulimwengu mzima. Ilikuwa haiwezekani, na mwaka jana nakumbuka niliwaambia hiki kitu, ilikuwa haiwezekani mtume kuitawala dunia pasipo kufika katika ardhi ya Middle East, pasipo kuishikilia Middle East, pasipo kushika Afrika mashariki ya mbali au mashariki ya kati. Ilikuwa haiwezekani mtume kuitawala dunia. Ndio maana ukaona mtume aliweza kutoka Maka akapelekwa Palestina kwanza. Na ukitaka kulijua hilo, ndio maana history inasema mtume alipofika pale Middle East, alipoingia katika msikiti wa Aqsa, msikiti wa Baitul Maqdis, mtume aliwasalisha mitume 124,000 iliyopita nyuma, na mtume akawa ndio imamu. Kisa hiki kinavyoelezewa katika miongoni mwa maajabu na miujiza mtume aliyoiona alipofika katika msikiti wa Aqsa, msikiti wa Baitul Maqdis ambao leo tunaugombania. Waislamu tunasema ni wa kwetu, Mayahudi wanasema ni wa kwao, tunaugombania. Mtume alipofika kwenye ule msikiti aliwaswalisha mitume 124,000 iliyopita, kuonyesha kwamba mtume alikwenda kutawalishwa, kwamba wewe sasa ndio kiongozi katika ulimwengu, na wewe ndio mtume wa mwanzo na wa mwisho, na wewe ndio umekuja kuutawala ulimwengu. Ndio maana mitume yote ikawa nyuma ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo mtume aliishika Middle East, ndio maana alifika pale msikitini. Sasa tunapozungumzia Middle East au Mashariki ya Kati, maanake tunazungumzia eneo la kimkakati kwa nchi zote zenye nguvu duniani. Kila mmoja anataka Middle East iwe katika mikono yake. Kwa nini Marekani,
Kwa nini Marekani anaipigania Middle East? Marekani amepambana kuifanyia sabotage Iraq, ambao zamani kabla ya kuita Iraq ilikuwa inaitwa Babylon. Ilikuwa ni Babeli. Tunafahamu historia ya Babeli, kila mmoja anajua. Marekani akafanikiwa kuifanyia sabotage. Tunafahamu alichokifanya kwa Saddam, akatengeneza propaganda kwamba jamaa ana nyuklia, mwisho wa siku akamvamia, ana nyuklia, wakamuua. Tunafahamu kilichotokea Iraq. Marekani amefanikiwa kuidondosha Syria. Tunafahamu mapigano yaliyokuwa Syria leo, namna alivyodondoshwa Bashar al-Assad, namna alivyoingia sasa hivi. Tunafahamu mapigano yaliyokuwa Syria mpaka leo. Tunafahamu Lebanoni hali yake ilivyo mpaka leo, na makundi yaliyokuwa Lebanoni, Hizbullah, Ansarullah na baadhi ya makundi mengine, IS, yakiwa katika ardhi ya Lebanoni, yakiwa katika ardhi ya Syria. Ni makundi mengine ambayo yanaanzishwa na Marekani, lengo ni kufanya sabotage, na Marekani kafanikiwa kwenye eneo hilo. Tunafahamu vita iliyokuwa Yemen. Haya yote ni maeneo ya Middle East. Tunafahamu vita iliyokuwa Yemen, tunajua kuna makundi ya Wahouthi, tunajua pale Yemen kuna vita vinavyoendelea, kila mmoja anajua. Marekani amefanikiwa kufanya sabotage. Leo tunaona hakuna utulivu katika nchi ya Yemen na baadhi ya mataifa mengine Middle East. Na yale mataifa yaliyotulia Middle East ambayo tunaona kama vile yametulia ni mataifa ambayo Marekani amefanikiwa kuweka puppets, kuweka vibaraka. Ndio maana yale mataifa unaona kama yametulia. Hayajatulia isipokuwa wale vibaraka waliowekwa ni watu ambao wanafata matakwa ya Wamarekani wanavyotaka. Ndio maana Marekani imekuwa ni dola ambayo ni super power katika ulimwengu, kwa sababu kwa asilimia 98 Middle East anayemiliki yeye. Ukitaka kulijua hilo, Marekani Middle East ana base zake za kijeshi Middle East 23. Base za Marekani Middle East 23. Yaani ukizungumzia Iraq ana base, ukizungumzia Saudi Arabia ana base Marekani, ukizungumzia Jordan ana base, ukizungumzia Bahrain ana base, yani Marekani ana base 23. Middle East nzima kaweka vituo vya kijeshi. Na base moja wa Marekani iliyokuwa na askari wachache ina askari 5,000. Base moja ya wa Marekani iliyokuwa Middle East ambayo ndio ina askari wachache, wanajeshi wachache, wanajeshi 5,000. Kwa hiyo kwa tafsiri nyepesi, Marekani ameikalia Middle East, Mashariki ya Kati ipo katika mikono yake. Ndio maana unaona Marekani imekuwa ni super power katika ulimwengu, kwa sababu Middle East ipo katika mikono yake. Ukitaka kujua kwamba hata wale waliowekwa katika baadhi ya nchi tunazoona zimetulia Middle East ni vibaraka wake, angalia siku itakapokuwa Israeli inashambuliwa pengine na taifa la aina fulani. Mfano Iran alikuwa anaishambulia Israeli. Tumeona Jordan alikuwa anazuia zile drones, alikuwa anazuia zile ndege za kivita za Irani zisiende kushambulia Israeli. Kwa hiyo unagundua wazi kwamba wale ni vibaraka ambao Marekani amewaweka kwa lengo la kuangalia maslahi yake mapana katika eneo la Middle East. Lakini kikubwa Marekani anachokiangalia ni yale maslahi yake ya kiuchumi yaliyokuwa katika ardhi ya Middle East. Unajua Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani aliposema subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Mwenyezi Mungu anasema tumempeleka mja wetu usiku, Mtume Muhammad, kutoka msikiti wa Maka mpaka msikiti wa Aqsa, msikiti wa Palestina. Mwenyezi Mungu anasema barakna haulahu, tumevibariki vilivyokuwa pembezoni mwake, vile vilivyokuwa pembezoni mwa msikiti wa Aqsa. Mwenyezi Mungu anasema barakna haulahu. Hapa kuna mulahadha kidogo, kuna falsafa hapa ya kuisoma. Mwenyezi Mungu aliposema barakna haulahu, tumevibariki vilivyokuwa pembezoni mwa msikiti wa Aqsa, Mwenyezi Mungu alikuwa amekusudia nini? Ni vitu gani hivi ambavyo Middle East wamebarikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Miongoni mwa vitu walivyobarikiwa ni mafuta, rasilimali ya mafuta waliokuwa nayo Middle East. Yaani ukizungumzia Iraki kuna mafuta, ukizungumzia Palestina kuna mafuta,
ukizungumzia Yemen kuna mafuta, ukizungumzia Syria kuna mafuta, ukizungumzia Lebanoni kuna mafuta, ukizungumzia Jordan kuna mafuta, ukizungumzia Saudi Arabia kuna mafuta. Mwenyezi Mungu anasema barakna haulahu, tumevibariki vilivyokuwa pembezoni mwake. Nilisoma kwenye tafsiri ya al-Imam Qurtubi, yeye alifasiri akasema barakna haulahu dufina haulahu al-anbiya was-salihin. Tumevibariki vilivyokuwa pembezoni mwake ni kwa sababu wamezikwa mitume, manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na watu wema wamezikwa katika ardhi ya Middle East. Hii ni sababu moja, lakini sababu ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala kuna rasilimali kubwa ameiweka Middle East, bali katika miongoni mwa ardhi ambazo zina gesi nyingi duniani. Unazungumzia ardhi ya Middle East, kwa mfano katika ardhi ya Palestina, katika ardhi ya Gaza ambapo juzi watu walikuwa wanauawa kama kuku. Ni ardhi ambayo ni very potential katika dunia kwa rasilimali ya gesi waliokuwa nayo ardhi ya Palestina. Kwa hiyo Marekani yuko pale kwa kuangalia maslahi yake ya kiuchumi. Ndio maana unaona Marekani anajitahidi kuweza kuishika Middle East, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema barakna haulahu, tumevibariki vilivyokuwa pembezoni mwake. Kwa hiyo Middle East au Mashariki ya Kati ni eneo la kimkakati kwa taifa lolote ambalo linahitaji kuiongoza dunia, kwa sababu kuna vitu vingi vipo ndani yake. Lakini sio hivyo tu, ukisoma katika historia Mwenyezi Mungu alileta mitume 124,000 duniani. Mitume 124,000 duniani, mitume iliyokuja. Na katika mitume hiyo iliyokuja 124,000 kuna mitume takriban 23 yote imeshuka katika ardhi ya Middle East. Wote wameshuka katika ardhi ya Middle East, wakina Lut, wakina Yaqub, wakina Yahya, wakina Isa, wakina Musa, wakina Ibrahim. Yani mitume yote hiyo imeshuka Middle East. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu aliposema barakna haulahu, tumevibariki vilivyokuwa pembezoni mwake, miongoni mwa vitu walivyobarikiwa, Allah subhanahu wa ta'ala aliwatuma mitume mingi kwenda Middle East. Kwa hiyo wana rasilimali, wamebarikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Marekani unamuona yuko pale. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala aliwabariki kwa kuwaletea mitume wengi. Lakini sio tu kuwabariki, Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara anasema ya bani Israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin. Mwenyezi Mungu anasema ya bani Israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, enyi banu Israili, enyi wana wa Israeli, kumbukeni neema zangu zilizokuwa juu yenu. Dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin. Mwenyezi Mungu anasema nikawafadhilisha, nikawafanya kuwa bora kwa ulimwengu mzima. Mwenyezi Mungu hapa anawazungumzia bani Israili, ya bani Israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin, kumbukeni neema zangu nilizowaneemesha juu yenu na nikawafanya kuwa bora, nikawafadhilisha kwa ulimwengu mzima. Banu Israili Mwenyezi Mungu amewafadhilisha. Hii ni baraka nyingine walioipata Banu Israili, Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha. Banu Israili ni wakina nani? Inawezekana leo tunasikia Israeli. Je, Israeli ndiyo Banu Israili au Banu Israili na Israeli ni vitu viwili tofauti? Kabla ya kulieleza hili, kwanza tutambue hakuna kitu kinaitwa taifa la Israeli. Hakuna. Duniani hakujawahi kutokea taifa laitwa taifa la Israeli. Hakuna taifa la Israeli. Israeli tunayoiona leo imezuka 1948 baada ya An-Nakaba, baada ya kufanyika mauaji makubwa ya Wapalestina na kuwapokonya eneo lao, ndio likaja kuzalika hili taifa la Israeli 1948 juzi.
Lakini kabla ya hapo kulikuwa hakuna taifa la Israeli, hakuna taifa la Israeli. Na ukitaka kulijua hilo, Tanzania hakuna ubalozi wa Israeli. Yani tangu wakati wa Nyerere, wakati wa Mwinyi, wakati wa Mkapa, mpaka wakati wa Kikwete kulikuwa hakuna taifa la Israeli, kulikuwa hakuna. Yani ubalozi wa Israeli Tanzania hapa hakuna. Sio taifa, ubalozi wa Israeli hapa hakuna. Ubalozi wa Israeli upo Kenya. Na kwa nini Tanzania kulikuwa hakuna ubalozi wa Israeli? Kulikuwa hakuna ubalozi wa Israeli kwa sababu msimamo wa Tanzania ulikuwa hautambui taifa la Israeli tangu enzi ya Mwalimu Nyerere, kwamba serikali ya Tanzania haitambui kama kuna taifa laitwa Israeli. Huu ndio msimamo wa Nyerere, kwa sababu Waisraeli walikuwa ni walowezi walioletwa 1928. Waliletwa pale kama watu kutoka Ulaya, wakakaribishwa na Wapalestina kama watu, njoeni mkae hapa. Ukamchukua mtu mgeni katoka pengine Tabora huko, katoka Tanga Mdigo, ukamchukua ukamleta hapa nyumbani kwako Dar es Salaam, ukamwambia nachukua eneo hili kidogo ukae. Ndio Waisraeli walivyoingia pale Palestina, na ulikuwa mpango na mkakati maalum. Baada ya kuja pale wakaanza kuchukua vipande kidogo kidogo, lakini ulikuwa ni mpango wa Ulaya, na aliyekuwa akifadhili walikuwa ni Waingereza. Mpaka 1948, 1948 mwisho wa siku inakuja kutokea ile An-Nakba. Mwisho wa siku wa Palestina wanakuja kupokonywa ardhi yao. Watanzania walikuwa hawakubaliani na kitu kinaitwa taifa la Israeli, kulikuwa hakuna, kwa sababu ni watu ambao wamekwenda kuvamia ardhi ya watu. Na ndio msimamo wa Tanzania kwamba Waisraeli hawana ardhi pale, ni watu waliokwenda kuvamia. Kwa hiyo tunapozungumzia Banu Israeli na Israeli ya leo, je, ni moja? Israeli linaojiita taifa leo na Banu Israeli ni vitu viwili tofauti. Banu Israeli ni wakina nani? Ambao Mwenyezi Mungu anasema ya bani Israila dhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin. Banu Israili Mwenyezi Mungu aliowaneemesha na akawafadhilisha akawafanya kuwa bora ni wakina nani? Banu Israili, neno Israili ni neno ambalo alilokuwa akiitwa Yaqub. Yaqub jina lake lingine anaitwa Israili. Nabiullahi Yaqub. Yaqub ni mtoto wa Ishaqa. Ishaqa ni mtoto wa Ibrahim. Ibrahimu alikuwa na watoto wawili. Mtoto wake wa kwanza alikuwa ni Ishaqa na mtoto wake wa pili alikuwa ni Ismail. Alikuwa na watoto wawili. Ishaqa ndio akaja akamzaa Yaqub. Yaqub alikuwa akiitwa Israil jina lake lingine. Kizazi cha Yaqub akazaa watoto 12. Katika wale watoto 12 ndio yakaja yakatokea makabila au ndio wakawa wanaitwa Banu Israili, watoto wa Israili, yani watoto wa Yaqub. Kwa hiyo ukizungumzia Israeli ile na Banu Israili waliotajwa kwenye Qur'an ni vitu viwili tofauti. Unajua kuna baadhi ya watu wanachanganya wakati mwingine, yani Waisraeli wale na Mwenyezi Mungu aliyowasema ndani ya Qur'an tumewaneemesha na tumewafanya kuwa bora, watu wanachanganya. Banu Israili ni watoto wa Yaqub, na kwenye kizazi cha Yaqub ndio wakatokea Mayahudi ndani yake. Inawezekana wakawa wako Mayahudi lakini wasiwe katika kizazi cha Banu Israili. Yani inawezekana kukawa watu duniani leo wapo Mayahudi lakini sio katika kile kizazi cha Banu Israili. Na hata wale Waisraeli mnaowaona pale leo wanafanya ule uharibifu, mnaowaona leo pale wanafanya uharibifu, wale sio Mayahudi. Yani Mayahudi wenyewe wanapingana na yale wanayoyafanya wale Waisraeli wa pale leo, wanapingana nayo. Namna wanavyoua watu, namna wanavyofanya uharibifu, mwagaji wa damu, Mayahudi wenyewe hasa hawakubaliani na yale. Hawakubaliani na yale. Kwa sababu wale Mayahudi wenyewe aslia, wale Banu Israili wenyewe, vitabu vilivyopita vilishushwa Middle East
Kwa mfano Taurati, Zaburi, Injili. Ukisoma katika historia, ya vitabu vyote hivi vilishuka Middle East. Musa alayhi salam ni mtume ambaye alikwenda ametokana na Banu Israili, na Musa alayhi salam alipokea kitabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa ibn Maryam alipokea Injili katokana na Banu Israili. Daud alayhi salam ukisoma ni mtu aliyetokana na Banu Israili. Kwa hiyo vitabu vyote vile vilikuja kwa Banu Israili. Kwa hiyo wale wenyewe waliotokana na hasa dini ya Uyahudi hawakubaliani na yale ambayo wanayafanya wale Waisraeli katika taifa la Israeli hivi sasa. Kwa hiyo kimsingi kuna utofauti kati ya Israeli hii na wale Mwenyezi Mungu alowasema ndani ya Qur'ani. Banu Israili alowasema Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani ni wale Banu Israili Mwenyezi Mungu aliowabariki kweli kweli, ambao Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani alifikia mahala akawa anawazungumzia kwamba aliwateremshia manna wa salwa kutoka peponi. Yani walikuwa wanakula chakula kutoka peponi Banu Israili wale. Ndio maana Mwenyezi Mungu akawa anawasimanga kwamba udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum, kumbukeni neema zangu nilizokuneemesheni juu yenu. Mwenyezi Mungu alikuwa anawasimanga kwa sababu ilifika mahala walikuwa wanakula chakula kutoka peponi. Kwa hiyo Waisraeli wale na Banu Israili waliotajwa kwenye Qur'ani tofauti kabisa. Banu Israili ni kizazi kilichotokana na Nabiullahi Yaqub. Yaqub ni mtoto wa Ishaqa, Ishaqa ni mtoto wa Ibrahim alayhi salam, na Ismail ni mtoto wa Ibrahim. Kwenye koo yake imekuja mpaka kwa Adnan, yani maana yake ni koo ya Waarabu. Mtume katokana na Ismail, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, koo yake inatokana na Ismail. Yule Ishaqa koo yake ndio imetokana na Banu Israili, watu kutoka Middle East. Ukisoma ukoo wa mtume unafika mpaka kwa Ismail, na ukifika kwa Ismail maana yake umefika kwa Ibrahim, na mama zao ni tofauti. Ishaqa na Ismail mama zao ni tofauti. Ishaqa mama yake alikuwa mwingine na Ismail mama yake alikuwa mwingine. Kisa ni maarufu, hatutaki kwenda huko. Tunatambua namna ambavyo Ismail alivyokuwa amezaliwa katika nchi ya Hijaz mpaka akapatikana maji ya Zamzam. Yule kijakazi wa Ibrahimu aliyekuwa akiitwa Hajra, ambaye Ibrahimu alimuoa ndio akamzaa Ismail. Kwa hiyo kimsingi kuna utofauti kati ya Israeli ile na Banu Israili. Sasa wale ni wakina nani? Na kwa nini mtume alikwenda pale Middle East? Kwa nini mtume alikwenda na alifanya nini mtume pale Middle East alipofika? Ndugu zangu, nakumbuka 2000 kabla ya Biden, siku moja Trump aliwahi kutoa kauli moja akiwa anaizungumzia Middle East, na hasa eneo laitwa Tel Aviv. Tel Aviv ni eneo la Wapalestina. Tel Aviv ni eneo la Wapalestina. Tel Aviv ni eneo la Wapalestina. Zamani makao makuu ya Israeli ya leo, hii nchi ya leo, yalikuwa ni Tel Aviv. Sasa hivi makao makuu ya nchi ya Israeli, yani kwa mfano kama Tanzania tuseme Dodoma, makao makuu ya nchi Dodoma. Sasa hivi Israeli makao yake makuu yako Jerusalem ndipo ulipo msikiti wa Aqsa, msikiti ambao mtume alikwenda. Nataka mnielewe vizuri, nazungumzia geopolitics ya Middle East. Yaani tunapoona hii migogoro inatokea Middle East na nini, tujue kwa nini mtume katika safari yake Isra wal Mi'raj alikwenda pale. Ubalozi makao makuu ya nchi ya Israeli yalihama kutoka Jerusalem, na Jerusalem bado ni ardhi ya Wapalestina. Walihamisha makao yao makuu yakapelekwa Jerusalem. Jerusalem ndio mji ambao ndani yake kuna msikiti wa Aqsa, msikiti ambao mtume alitoka Maka, kituo chake kikawa pale msikitini. Yule mnyama Buraka akamfunga nje, akaingia msikitini. Mtume akawaswalisha mitume 124,000 iliyopita.
Kwa hiyo Jerusalem ndipo ulipo msikiti wa Aqsa. Israeli wamehamisha makao yao makuu ya nchi kutoka Tel Aviv, wameleta Jerusalem. Maana yake ni kwamba ule msikiti wa Aqsa upo ndani ya ardhi ya Waisraeli, ndio tafsiri yao. Ni msikiti ambao upo kwenye mikono ya Waisraeli, ndio tafsiri yake. Ndio maana makao makuu ya nchi ya Israeli yakahamia Jerusalem. Msikiti wa Baitul Muqaddas unakuwa upo ndani ya milki ya Waisraeli. Na tunavyozungumza mpaka hivi leo, muda huu tunavyozungumza, msikiti wa Aqsa upo chini ya mikono ya Waisraeli. Na Trump alitamka hayo maneno kabla ya kuingia katika awamu hii, baada ya kutoka yeye kuingia Biden. Trump alitamka maneno akiwa anazungumzia kuhusiana na ishu ya Jerusalem, kwamba kuanzia leo, ni tamko ambalo Trump alilitoa, na baadhi ya mataifa mengine mengi Ulaya yalikemea au walilaani tamko la Trump kutambua Jerusalem kuwa ni mji mkuu wa Israeli, kitu ambacho mataifa mengi duniani wanapinga. Yaani mataifa mengi duniani wanapinga Jerusalem kuwa ndio mji mkuu wa Israeli, lakini Trump alitamka hilo. Ndio maana unaona katika moja ya mikakati ya Trump, nitakuja huko mbele nitawaambia, katika moja ya mikakati ya Trump ni kuhakikisha Middle East nzima inakuwa katika mikono ya Wamarekani, na mtu pekee aliyebakia anayemsumbua Marekani ni Mwirani peke yake. Na akifanikiwa kumwangusha Mwirani, maana yake Middle East nzima inakuwa kwenye mikono ya Marekani. Ndio maana mnaona hata juzi Marekani aliingia na Mwisraeli waliingia Irani, wakatengeneza maandamano feki ya watu feki. Lengo ni kufanya sabotage kwenye taifa la Irani ili kupindua serikali iliyokuwepo, warudishe vibaraka wao. Unajua Iran ilipinduliwa toka enzi ya mfalme Shah. Al-Khamenei wakati inakuja kupinduliwa Iran 1978, Iran inakuja kuondosha ufalme wa utawala wa kifalme na kuja kutawaliwa na Mashia. Wakati huo Iran ilikuwa ipo chini ya Waingereza, ilikuwa ipo chini ya Ulaya, na yule mfalme alikuwa anaobei, anatii maagizo kutoka Ulaya, alikuwa ni puppet. Na hata haya yaliyotokea juzi Irani ulikuwa ni msukumo wa mtoto wa yule mfalme wa mwanzo aliyekuwa akiitawala Iran, na yeye ni katika miongoni mwa watu waliokuwa wanachochea haya maandamano ili utawala ule wa Al-Khamenei uanguke, waingie wale vibaraka wa Marekani na Waingereza. Kwa hiyo mtu pekee aliyebakia anayemsumbua Marekani ni Iran. Kashamwekea kila aina ya vikwazo, vivijua wewe. Na juzi Trump nimemuona anatangaza kuongeza ushuru wa 25% kwa nchi yoyote itakayokuwa inafanya biashara na Iran. Yaani kwa mfano kama Tanzania tunafanya biashara na Iran, basi ujue kama unafanya biashara na Marekani amekuongezea ushuru wa 25%. Kitu ambacho unaposikia ushuru wa 25% kwenye biashara na Marekani, maana yake hizo ni pesa nyingi sana, kiasi ambacho wewe uwezi. Kwa hiyo kwa vyovyote vile utamkataa Muirani. Ukimkataa Muirani, maana yake ni kwamba Irani inadhoofika kiuchumi. Nilikuwa natazama pesa ya Iran, shilingi moja ya Iran ni sawasawa na dola ya 0.00 ya dola ya Kimarekani. Yaani maana yake pesa ya Kiirani haina thamani yoyote. Yaani namna Marekani anavyomwekea vikwazo Mwirani ili aweze kumporomosha kiuchumi. Kwa hiyo ndio mtu pekee ambaye hivi sasa anayemsumbua kichwa na anajaribu kuona namna gani anaweza kumdondosha ili aweze kuishika Middle East. Mtu pekee ambaye anapambana kuisaidia Middle East, Mashariki ya Kati hivi sasa ni Iran. Ndiyo nchi pekee ambayo inapambana, sio Russia, sio China, ni Iran peke yake. Maana katika watu wanafiki duniani, China na Russia na wenyewe ni namba 1. Katika watu wanafiki duniani, China na Russia namba 1. Wewe ukitaka kujua yule Russia naye ni mnafiki, tazama alivyomwacha Maduro.
Nicolas Maduro namna alivyokuwa amemwacha, alikuwa mswaiba wake na alikuwa akimpa protection ya security, lakini jamaa wameingia wameenda kumchukua kama kuku, kisha Russia akakaa kimya, wakati alikuwa ndio mtu ambaye anamprotect, ni mtu ambaye alikuwa anampa rasilimali za Venezuela yule Nicolas Maduro, lakini kaenda kuchukuliwa kamwacha. Mtazame yule Bashar al-Assad, yule Russia alikuwa mshirika wake, lakini walipoingia wa Marekani na yale makundi ya IS, Russia kamwacha Bashar al-Assad. Leo kampa ukimbizi katika nchi yake, anaishi Russia. Kwa nini kashindwa kwenda kumsaidia kupambana na Marekani? Akaangushwa. Kwa hiyo naye hana urafiki wa kudumu. Kwa hiyo Middle East inatetewa kwa asilimia kubwa na Wairani, na ndio nchi pekee iliyothubutu kuweza kuishambulia Israeli. Tunatambua katika vita ya siku 12 miezi kadhaa nyuma iliyopita, Irani ilipigana vita na Israeli, vita vya siku 12, kitu ambacho hakijawahi kufikiriwa kwamba siku moja Tel Aviv inaweza kuja kuguswa na mabomu. Irani amethubutu kuingiza mabomu katika ardhi ya Tel Aviv. Yani Israeli amepigwa na Mwirani katika ardhi yake. Yani ana teknolojia kiasi ambacho mpaka Waisraeli wakaanza kujiuliza kwamba ana teknolojia ya aina gani mpaka Iron Domes, ile mifumo ya kuzuia mabomu, ikawa inashindwa kuzuia mabomu ya Iran, yakawa anaingia katika ardhi ya Israeli. Nchi iliyobakia ni Irani peke yake, na ndio Marekani anahangaika nayo. Na juzi wakati anaingiza waandamanaji, kulikuwa na mamluki ndani yake, hawakuwa raia wa kawaida, kulikuwa na mamluki kama unavyoona maandamano yetu ya Tanzania yale, kulikuwa na mamluki ndani yake wameingia. Na Irani ni hivyo hivyo. Unajua watu wa magharibi wakiwa na mipango yao, turufu yao ya kwanza wanayoitupa kwanza inakuwa ni kuwafanya watu waandamane. Tazama Libya kwa Muammar Gaddafi ilianza maandamano. Tazama kwa Bashar al-Assad yalianza maandamano. Tazama kwa Saddam Hussein yalianza maandamano kwa raia. Tazama kwa Omar al-Bashir yalianza maandamano kwa raia. Yani mataifa ya Ulaya yakitaka kufanya sabotage, kwanza yanaanzisha vuguvugu, wana create propaganda ya kuwaprovoke raia ili waingie barabarani kwenda kuandamana, kisha wanapindua ile serikali. Ndio mfumo wao wanaotumia. Na Irani ndio hivyo hivyo. Sasa kuna watu wakawa wameingia mule ndani, Irani wakashtuka ule mchezo. Baada ya kufeli plani ile A ya maandamano kupindua serikali, plani waliobakia nayo Marekani hivi sasa ni kuivamia Irani, kwa sababu ndio nchi kikwazo kwa Middle East hivi sasa, ndio nchi kikwazo. Kwa hiyo plani waliokuwa nayo hivi sasa ni kuivamia kijeshi Irani. Lakini swali linakuja, tunaivamiaje kijeshi Irani, nchi ambayo ina nyuklia, nchi ambayo ina teknolojia kubwa? Wakati Irani anakwenda kuvamiwa, wakati Irani juzi maandamano yanatokea, Irani alizima internet. Unajua sehemu ambazo hutumika kuweza kuwaprovoke, kuwatia moto raia ni katika mitandao. Hata hapa kwetu wakati watu wanashawishiwa ilikuwa ni kwenye mitandao, lakini ukikaa huko nje, ila kwenye mitandao huko ndio watu wanashawishiwa. Ni sehemu pekee watu wanatumia kushawishi watu, na wenzetu wa Ulaya wameinvest kwenye media. Yani kuna baadhi ya media huwa zinatumika kushawishi watu kupindua baadhi ya serikali. Hii mitandao mnaiona Instagram, mnaiona Twitter, mnaiona Facebook, ni mitandao iliyowekwa kimkakati, na ndio maana wamiliki wake wengi ni Mayahudi. Yani ukitazama ile Facebook, mmiliki wake ni yule Mark Zuckerberg, ni Myahudi. Ndio maana leo ukitaka kujua ile ni ya Myahudi, ukichukua jambo lolote lile ambalo linaisema vibaya Israeli, ukiposti kwenye Facebook, mara ya kwanza wanakuachia, mara ya pili wanakuachia, mara ya tatu unaetewa warning kwamba hauruhusiwi kutuma maudhui hiyo. Ukirudia tena akaunti yao wanaichukua. The same na kwenye Instagram vile vile. Yani wale Meta ni Wayahudi.
Kwa hiyo mitandao mingi ambayo leo duniani tunaitumia ni mitandao ya Mayahudi. Kwa hiyo watu wa Ulaya wakitaka kufanya sabotage ya taifa fulani huwa wanatumia mitandao. Irani akazima mtandao, akazima internet. Alipozima internet, kuna kitu kinaitwa Starlink. Yule Elon Musk ameanzisha kitu kinaitwa Starlink. Yaani mnaweza kupata internet pasipo kutumia ule mkonga wa taifa au internet yenu ya taifa. Kwa mfano, Tanzania mkizimiwa internet, kama kuna Starlink ipo hapa, mnaweza kupata internet, japo serikali wanakuwa wamezima internet. Sasa yule Elon Musk akawasha Starlink ili watu waweze kupata access ya kuweza kuangalia mambo yanavyoenda. Irani, ajabu ni kwamba teknolojia aliyokuwa nayo akaingilia mifumo ya Starlink. Marekani akachanganyikiwa kwamba ana teknolojia ya aina gani Mwirani mpaka anaweza kuingilia mifumo ya Starlink, na ni mifumo ya Kimarekani. Kwa hiyo Marekani anaogopa namna gani ataweza kwenda kumvamia Mwirani. Ndio swali lake la msingi mpaka hivi sasa. Japokuwa ndani ya Iran kuna mashushushu au maagent, maagent wa Mossad, kuna mashushushu au maagent wa CIA wapo ndani ya Iran. Unajua Mossad na CIA ni mashirika ya kijasusi makubwa ya Israeli na Marekani, na mara nyingi wakitaka kufanya mapinduzi au kufanya sabotage katika nchi huwa wanatumia mawakala wao hao wa Mossad au CIA ndani ya taifa fulani. Na ndani ya Irani hao walikuwepo, lakini Irani waliweza kuwashtukia. Mpaka hivi tunavyozungumza washafariki watu 500 tayari. Katika hao waliokuwa wanatumiwa kutaka kufanya mapinduzi katika nchi, watu 500 washafariki. Watu 500. Kwa hiyo wameshindwa. Na juzi nilikuwa natazama yule mkuu wa kitengo cha mipango ya kivita wa Marekani, walikuwa wamekaa na wenzake, walikuwa wanatafakari waone namna gani wanaweza kuivamia kijeshi Irani, na mpaka muda huo wamekosa majibu. Na Irani kupitia msemaji wao wametoka hadharani wakasema kwamba shambulio lolote litakalokuja dhidi ya Irani, basi Irani wataifuta kwenye uso wa dunia Israeli. Na unapozungumzia Israeli kwa Marekani, maana yake unazungumzia mtoto wa mwisho, maana yake mtoto pendwa kwa Marekani. Maana yake ndio bezi yake Marekani. Israeli maana yake sio nchi. Maana yake wale ni wa Marekani na Ulaya wameweka pale maisha yao kwa kuitawala Middle East. Kwa hiyo ukilipua au ukiondosha ile, maana yake umemuondosha Marekani. Kwa hiyo Irani kashaweka naye angalizo lake kwamba shambulio lolote dhidi ya Irani ataisambaratisha Israeli. Na mfano katika vita vya siku 12 Irani amewaonyesha kwamba naweza kupiga, nikiwa nipo Iran napiga Tel Aviv. Kwa hiyo maana yake ni wazi kwamba Irani anaweza kuisambaratisha Israeli. Kwa hiyo watu pekee waliobakia kwenye kuitetea Middle East hivi sasa ni Wairani peke yake. Hakuna taifa lingine. Wakidondoka Wairani, Middle East kwa 100% inakuwa ipo chini ya mikono ya Wamarekani, inakuwa ipo chini ya mikono ya Mayahudi. Middle East yote. Kwa hiyo Marekani atakuwa anachukua rasilimali anavyotaka na anawaweka vibaraka wake anaowataka yeye. Sasa Mwenyezi Mungu kwa kuwa alikuwa analijua hili, twende kwa haraka, muda naona umekwenda, maana kile ninavyoongea naona mafaili yanafunguka tu. Namna Mwenyezi Mungu alivyokuwa analijua hili, na namna alivyokuwa analiona hili, na namna alivyojua umuhimu wa ardhi ya Middle East, ndio maana akamchukua mtume akamtoa pale Maka akampeleka Middle East. Baada ya kumpeleka Middle East mtume, lengo lake lilikuwa ni nini? Allah subhanahu wa ta'ala, lengo lake lilikuwa ni nini? Lengo lake lilikuwa Middle East au msikiti wa Aqsa uwe chini ya mikono ya Waislamu kama ilivyokuwa awali kabla ya mtume Muhammad. Na ndiyo lengo kwamba dunia haiwezi kubakia salama kama Aqsa, kama Palestine, kama Middle East itakuwa katika mikono ya Mayahudi. Yaani dunia haiwezi kubakia salama, na tutarajie uharibifu na umwagaji wa damu mpaka kiyama kitasimama iwapo Middle East haitorudi katika mikono ya Waislamu. Ndio maana Mwenyezi Mungu alimchukua mtume kampeleka Middle East, na Middle East ikawa katika mikono ya Waislamu.
na ikawa ni ardhi salama, watu wakawa wanaishi kwa amani, na watu wakawa wanasali katika msikiti wa Aqsa. Na ajabu ni kwamba sasa katika msikiti wa Aqsa, msikiti wa Baitul Muqaddas, kuna sehemu panaitwa ni Babu Sama. Pembezoni mwake kuna sehemu panaitwa ni Babu Sama. Kuna mlango wanaoita ni mlango wa kuelekea mbinguni. Yani Isa ibn Maryam wakati anapazwa na Allah subhanahu wa ta'ala alipitia hapo, na mtume wakati anaondoka kuelekea mbinguni alipita mahala pale pale alipopita Isa ibn Maryam, ndani ya ardhi ya Palestina. Kwa hiyo maana yake unapozungumzia msikiti wa Aqsa unazungumzia kitovu cha Uislamu duniani. Dunia itaendelea kumwaga damu mpaka kiyama kitasimama ikiwa msikiti wa Aqsa utakuwa katika mikono ya Mayahudi. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii akasema, wa ataina Musa alkitaba waja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Mwenyezi Mungu alijalia Musa kumpa kitabu ni muongozo kwa bani Israili, lakini Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala mbele akaja akaeleza kwamba lengo la kupewa kitabu bani Israili wasije wakafanya ufisadi, kufanya uharibifu katika dunia. Iwapo Aqsa, iwapo Palestina, iwapo Middle East haitokuwa katika mikono ya Waislamu, maana yake damu itaendelea kumwagika mpaka kiyama kitasimama. Na niwaambie, miongoni mwa dalili za kiyama kusimama, miongoni mwa dalili za kiyama ni kuja kukombolewa kwa msikiti wa Aqsa, ni kuja kukombolewa kwa Middle East kuwa katika mikono ya Waislamu. Yani kiyama hakiwezi kusimama mpaka Aqsa, mpaka Baitul Maqdis iwe katika mikono ya Waislamu. Kiyama hakitosimama mpaka Baitul Maqdis, mpaka msikiti wa Aqsa urudi katika mikono ya Waislamu, Middle East irudi katika mikono ya Waislamu. Lakini otherwise tutarajie kuona machafuko na umwagaji wa damu mpaka sisi tunaondoka duniani, kwa sababu pale kuna Mayahudi wameshikilia ile eneo. Ni eneo la kimkakati katika ulimwengu, ndio maana mtume katoka Maka akaenda Palestina. Lakini ajabu ni kwamba katika ardhi ile ndio ardhi pekee ambayo ukizungumza duniani kama kuna watu ambao walikuwa wanamuasi Allah na kuna watu waliofanya uovu duniani, hakuna ardhi iliyowahi kufanyika uovu kama ardhi ya Middle East. Yani lengo la kupelekwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam pia ni kupeleka uongofu, ni kupeleka uongofu kwa Banu Israili, kupeleka uongofu kwa watu wa pale, kupeleka rahma kwa watu wa pale. Ndio maana mtume akapelekwa pale. Lakini wale walikuwa wanaua watu wale. Sodoma na Gomora, Nabiullahi Luti alitumwa kwenda kwa watu wake ndani ya Middle East. Unajua ile Sodoma na Gomora haiko mbali sana na Palestina, yani ni sehemu ndani ya Palestina, ni sehemu ndani ya Middle East ile Sodoma na Gomora, ambapo Lut alitumwa kwa wale watu waliokuwa wakiingiliana baina ya wanaume kwa wanaume ndani ya Palestina. Mwenyezi Mungu akakiangamiza kile kijiji. Ukiwazungumzia wakina Saleh, wakina Shuaibu, ukiwazungumzia wakina Musa na wengineo, wote ndani ya ardhi ile. Na kuna mitume wamekufa katika mitume takriban 25, mitume takriban 25 imeuawa ndani ya ardhi ile, waliowaua Banu Israili. Yani ni kizazi ambacho kilikuwa kinaishi katika laana na uovu wa hali ya juu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu kwa kuwa alimleta Mtume Muhammad kuwa yeye ndiyo kiigizo na rahma kwa ulimwengu, ndio maana mtume akatoka Maka akaenda Palestina. Sasa kama Palestina, kama Middle East haitokuwa katika mikono ya Waislamu, tutarajie dunia haiwezi kuwa sawa sawa. Kwa hiyo ulikuwa ni mpango maalum wa Mwenyezi Mungu kumchukua mtume kumpeleka Middle East. Lengo ni kuweza kuitawala na kuishika dunia. Ajabu ni kwamba Mayahudi leo duniani, Mayahudi yani mtu pekee ambaye wanamuhofia na mtu pekee ambaye wanamuogopa sio Mabudha, sio Washintu, sio wa Kristo. Maana Mayahudi na Wakristo ni tofauti. Mayahudi na Wakristo tofauti, yani ndini kando. Ndio maana kuna baadhi ya wakati wa Kristo nikiwa nawaona wale Wayahudi wakiwa wanafanya uharibifu wa kuwaua wale wa Palestina, nikiwa naona Wakristo wanashangilia, wanashangaa.
kwa sababu ndani ya Palestina pia napo wapo Wakristo na wanakufa Wakristo, mpaka makanisa ndani ya Palestina yameshambuliwa. Kwa hiyo Wakristo ilibidi nao kuwalaani wale Mayahudi wanachokifanya, kwamba sio sawa. Kwa hiyo inakuwa ni ajabu ukimwona Mkristo anashangilia kuuawa kwa Mpalestina, kwa sababu ndani ya Palestina wapo Wakristo, yako makanisa yaliyolipuliwa, wako Wakristo waliouawa vifo vya kinyama, lakini anayefanya haya ni nani? Myahudi. Na Myahudi adui yake namba moja ni Muislamu. Yaani Myahudi adui yake namba moja ni Muislamu. Popote duniani adui yake namba moja ni Muislamu. Na haikuanza leo, hata wakati wa Mtume. Wakati Mtume anatoka Maka na amia Madina, aliwakuta Mayahudi, aliwakuta Banu Quraidha, Banu Kainukaa, Banu Nadhiri, ni Mayahudi, na Mtume alisumbuana nao. Kwa hiyo uadui mkubwa wa Mayahudi na Waislamu haukuanza leo, ulianza zamani. Kwa hiyo ndio maana unaona leo Middle East Mayahudi wanaikalia kwa sababu ya kutafuta maslahi yao ya kiuchumi. Na Trump ni Myahudi. Trump ni Myahudi. Isipokuwa Mayahudi wengi wanajificha kwenye kivuli cha Ukatoliki. Mayahudi wengi wanajificha kwenye kivuli cha Ukatoliki, lakini Mkatoliki jambo moja na Mayahudi ni jambo lingine. Duniani uchumi ule wa dunia, uchumi wa dunia, yani kuna baadhi ya vitu takriban 50% vimeshikwa na Mayahudi. Yani ukizungumzia mafuta duniani yameshikwa na Mayahudi, uchumi yani mafuta yameshikwa na Mayahudi. Yani leo Mayahudi wakiamua kutaka kupelekea mfumuko wa bidhaa au wa vitu au mfumuko wa maisha duniani wanaweza. Wakiamua tukuzuia mafuta yasiingie Tanzania wanaweza Mayahudi. Kwa sababu nchi nyingi zenye mafuta hasa za Middle East wamezishika wao. Na sisi wa Tanzania au nchi nyingi duniani zinalishwa mafuta na nchi kutoka Middle East, nchi za Uarabuni. Myahudi akiingilia mifumo ya mafuta akizuia, kunatokea mfumuko wa maisha. Na unapozungumzia pesa, unapozungumzia maisha, unazungumzia mafuta. Yaani mafuta yakipanda, mkate unapanda, mchele unapanda, unga unapanda, unachokijua chochote duniani kinapanda. Mafuta. Yaani pesa ni mafuta na mafuta ndio pesa. Ndio maana unaona Marekani nguvu yake kubwa anaelekeza kwenye nchi zenye mafuta. Venezuela ina mafuta, Marekani anakwenda kushika mafuta. Ukishika mafuta maana yake umeshika uchumi wa dunia. Kwa hiyo kila nchi yenye mafuta Marekani lazima apeleke mashambulizi yake kutaka kuishika ile nchi, ikiwemo Middle East. Kwa hiyo tunaoyaona leo yanayoendelea Middle East, kwa haraka haraka muda umekwenda, tunaoyaona leo Middle East ni mpango maalum uliokuwa umeandaliwa kwa lengo la kutaka kuitawala Middle East. Lakini mpango wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ulikuwa ni kumfanya Mtume atoke Maka kumpeleka pale Baitul Maqdis au Middle East. Lengo ni kuifanya ardhi ya Middle East iwe katika mikono ya Waislamu. Kwa hiyo tunapozungumzia visanga au masakata au madhila wanayoyapitia watu wa Middle East, maana yake tunayazungumzia mambo yanayohusu Uislamu. Na wala asitokee Muislamu akajitenga akasema Middle East hainihusu. Middle East inakuhusu, kwa sababu ndiyo kwenye asili ya Uislamu. Ule msikiti wa Aqsa ndiyo kitovu cha Uislamu. Kabla ya Maka tulikuwa tukielekea kibla pale. Kabla ya Maka tulikuwa tunaelekea kibla pale Palestina, Baitul Maqdis pale ndio kibla chetu cha kwanza. Kwa hiyo ile ni mali ya Waislamu. Kwa hiyo kila aliyekuwa Muislamu ule msikiti unamuhusu. Kila aliyekuwa Muislamu ardhi ya Middle East inamuhusu, kwa sababu ni ardhi yao. Mayahudi ni watu waliovamia. Tunaelezea falsafa ya Mtume kutolewa Maka kupelekwa Palestina kabla ya kupelekwa mbinguni, na tulikuwa tunaelezea hiyo geopolitics ya Middle East, uchumi, siasa na culture ya Middle East. Na kwa kumalizia ni kwamba Middle East culture yake ni culture ya Kiislamu. Yaani ukisoma katika historia, culture ya Middle East ni culture ya Kiislamu. Tangu mitume waliopita ambao tunaamini wao walikuja kueneza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini maharibiko yalikuja kuletwa na hao wenzetu wanaoitwa Mayahudi. Na kwa kumalizia ni kwamba
Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama baada ya kuondoka duniani, wakati wa khilafa ya Abubakar, Middle East ilivamiwa, msikiti wa Aqsa ulivamiwa, ukaja ukachukuliwa, ukawa katika mikono ya Mayahudi. Lakini wakati wa khilafa ya Omar alipeleka jeshi, msikiti ukarudi katika mikono ya Waislamu, na Waislamu wakawa na funguo ya msikiti wa Aqsa. Lakini leo tunavyozungumza, msikiti wa Aqsa Waislamu hawana funguo. Yani kwenda kufanya ibada katika msikiti wa Aqsa ndani ni kwa masharti ya Mayahudi wanavyotaka wao, ni kwa masharti ya Mayahudi wanavyotaka wao, kwamba wakitaka mtafanya ibada, wasipotaka hamfanyi. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba msikiti wa Aqsa upo chini ya mikono ya Mayahudi. Na kwa wale wanaofuatilia baadhi ya video utaona vijana wengi wa Kiislamu hawaruhusiwi kwenda kufanya ibada ndani ya msikiti wa Aqsa, hawaruhusiwi vijana. Yani wanachagua watu kwenda kufanya ibada, wazee ndio ambao wale Mayahudi wanaruhusu kwenda kufanya ibada, lakini vijana hawaruhusu. Na kuna baadhi ya wakati kunatokea machafuko ndani ya msikiti wa Aqsa, wanaingia na viatu, mbwa, wanapiga watu, wanapiga risasi, wanawaua watu ndani ya msikiti wa Aqsa. Mayahudi wanafanya uharibifu. Kwa hiyo kwa kifupi, msikiti wa Baitul Maqdis ambao mtume alikwenda ndani yake na akawaswalisha mitume 124,000 upo katika mikono ya Mayahudi, kitu ambacho Waislamu wanatakiwa wajue kwamba ni kitu ambacho hakitakiwi msikiti wa Aqsa kuwa katika mikono ya Mayahudi, ni mali ya Waislamu. Na ndio maana unaona mpaka leo wale wa Palestina wanakufa na wanakubali kufa kwa sababu ya kupigania ardhi yao ya Palestina, ambao ndani yake kuna msikiti wa Aqsa. Sasa kimsingi hawapigania ardhi yao tu, bali wanapigania mali ya Waislamu. Na ndio maana wale asilimia kubwa wanaokufa wanakufa shuhada, kwa sababu hadithi ya mtume inasema man qutila duna malihi fahuwa shahid, yule ambaye anakufa hali ya kuwa anapigania mali yake, huyu anakufa shahidi. Kwa hiyo wale wanakufa wanapigania ardhi yao, wanajitahidi Mayahudi kuwaondoa. Kwa mfano, Mayahudi wamechukua West Bank, eneo la West Bank ni eneo la Wapalestina. West Bank ni eneo la Wapalestina, wamelichukua Mayahudi. Golan Heights, ukiangalia katika ramani ya Palestina, Golan Heights ni eneo la Wapalestina, wamelichukua Mayahudi. Waisraeli wanajiita taifa la Waisraeli. Ukiangalia Gaza Strips ni eneo, ukanda wa Gaza ni eneo la Wapalestina, wamechukua eneo la Gaza na bado wanataka kuichukua Gaza nzima. Ndio maana unaona katikati hapa umeuawa sana watu Gaza. Lengo lao ilikuwa ni kuwatoa kabisa. Mtu mmoja siku moja nilikuwa nazungumzia hapa, kwa nini Misri hawawatetei wa Palestina? Ule mpaka wao wa Rafah wameufunga, kwa nini hawawatetei? Akanambia unajua shehe, kuna kitu kimoja hujakijua, kwamba laiti kama wa Misri wangefungua mpaka wa Rafah kuwaruhusu wa Palestina wakimbie kutoka Gaza waingie Misri, maana yake ni kwamba tunavyozungumza leo kungekuwa hakuna raia ndani ya Gaza na Waisraeli wangekuwa wamefanikiwa kuchukua eneo la Gaza lote. Lakini kitendo cha kuendelea kubakia mule wameshindwa kuwaua wote mpaka leo, bado kuna baadhi ya eneo la Gaza lipo katika mikono ya Wapalestina wenyewe. Lau kama wangefanikiwa kuwatoa na pengine wakakimbilia Misri, wangefungua mpaka wao wa Misri, maana yake leo tunavyozungumza Gaza nzima ingekuwa ipo katika mikono ya Misri, mikono ya Israeli. Na Gaza ikiwa katika mikono ya Israeli, maana yake ni kwamba Palestina itakuwa imebakisha eneo dogo sana. Yani eneo dogo sana, eneo ambalo yani unaweza kachukua kama wilaya ya Kinondoni. Wilaya ya Kinondoni ndio inakuwa ndio eneo la Palestina. Lakini eneo lote linakuwa tayari limechukuliwa na Waisraeli. Kwa hiyo bado wanaendelea kufanya uharibifu kwa lengo la kujimilikisha lile eneo. Lakini lengo sio eneo, lengo ni kuchukua rasilimali zilizokuwepo pale. Wenyewe wanasema ni ardhi ya mababu zao, lakini sio kweli. Sio kweli. Lengo la Marekani ni kuchukua ardhi ya Wapalestina, kuchukua ardhi ya Middle East ili aweze kujimilikisha. Leo dunia inaelekea kwenye mapinduzi ya gesi. Yaani watu wanatoka kwenye mafuta wanaelekea kwenye gesi hivi sasa. Sasa eneo ambalo lina gesi nyingi duniani ni Gaza, eneo la Gaza. Yaani wataalamu wamepima, yani gesi iliyokuwa Gaza ina uwezo wa kulisha dunia nzima. Russia ana gesi na ndio inayompa kiburi. Manake Russia anafanya biashara na Muingereza, anafanya biashara na Marekani na mataifa ya Ulaya. Ndio maana kuna baadhi ya wakati wale Waingereza wanakuwa wajeuri, au Mjerumani wanakuwa wajeuri kwa Russia, lakini Russia akitishia kufunga gesi tu wale kidogo wananywea.
Na Russia alivyokuwa mjanja, kwa kuwa ana gesi na ndio wanaitegemea Ulaya, na lengo lao kuwaondoa Wapalestina katika ardhi ya Gaza, waweze kuchukua ardhi ya Gaza, wachimbe gesi, wachukue gesi ya pale, ili kuacha kufanya biashara na Mrussia. Mrussia anachokifanya kuimarisha uchumi, manake Mrussia naye ana vikwazo, kaikiwa vikwazo kama alivyokuwa Mwirani, lakini Russia hawamwezi kwa sababu Russia anauza gesi, na sharti aloweka Russia kawaambia, mkitaka kununua gesi kwangu mtanunua kwa pesa yangu, sio kwa dola wala kwa euro, mtanunua kwa pesa yangu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba pesa ya Russia haiwezi kushuka thamani, pesa ya Russia haiwezi kushuka thamani. Kwa hiyo Ulaya wananunua gesi Russia. Russia kiuchumi anaendelea kuwa na muscles, kuwa na misuli. Irani hawezi kufanya biashara nje kwa sababu nchi nyingi zimewekwa vikwazo. Mwisho wa siku Irani anakuwa anadhoofika kiuchumi. Na ndio maana unaona leo raia baadhi wanalalamika maisha ya Irani yamekuwa ni magumu. Kwa sababu gani? Irani inapambana na vikwazo vya kiuchumi. Yaani anayo rasilimali ya mafuta, lakini anauza wapi? Na akifanikiwa kuuza mafuta Russia au kuuza mafuta China, hawezi kuuza kwenye thamani yake. Mfano, pipa moja ilipaswa auze 10,000, hawezi kuuza 10,000, atauza 1,000. Kwa hiyo Irani anayo mafuta, lakini ana vikwazo vya kiuchumi. Kwa hiyo raia kwa vyovyote lazima maisha yawe magumu, kwa sababu uchumi wake unafanywa sabotage na watu wa Ulaya. Lakini Russia hawezi hivyo kwa sababu anayo gesi. Kwa hiyo wanapambana watu wa Ulaya na wa Marekani kuichukua ardhi ya Gaza. Wakifanikiwa kuichukua, manake wanapata gesi. Kwa hiyo ndio maana unaona yote haya yanatokea. Sasa sponsor, mdhamini mkuu wa Palestina aliyebakia duniani ni Mwirani peke yake. Kweli Mashia, lakini wale ndio wadhamini wakuu waliobakia wa Palestina. Yaani ndio mtu anayemsponsor yule Hamas. Hamas ni kundi ambalo yani sponsor wake ni Irani. Akiangushwa Irani, manake na Hamas imekwisha. Hawezi kupata vifaa, hawezi kupata mafunzo, hawezi kupata chochote. Na akiondoka Hamas, maana yake Israeli kachukua kiwepesi eneo la Gaza. Kwa sababu anaangushwa nani? Mwirani. Akiangusha Mwirani, maana yake Lebanoni na yenyewe inachukuliwa kiwepesi. Hizbullah hawezi kupata msaada. Akiangusha Mwirani, kule nako Ansarullah Syria na kwenye vile vile Marekani anachukua kiwepesi anavyotaka. Kwa hiyo mtu pekee aliyebakia wa kimkakati hivi sasa ni Mwirani. Akidondoshwa yule, tutegemee mpaka ile Palestina yote ile itakuwa katika mikono ya Marekani, kwa sababu ndio mtu pekee anaiprotect sasa hivi Irani. Angalau anajitahidi kuiprotect, lakini hakuna taifa lingine lolote ambalo linaiprotect Palestina. Kwa hiyo Mtume alipotoka Maka kwenda Palestina ilikuwa ni safari ya kimkakati, na kila tunaposoma hiki kisa cha Isra wal Mi'raj lazima tuzingatie kwamba kuna falsafa gani. Kwa nini Mwenyezi Mungu kamchukua Mtume kampeleka Palestina? Kwa nini? Why Middle East? Kwa nini Mwenyezi Mungu akumpeleka Mtume kupitia Maka kumpeleka mbele? Kwa nini aende kule? Ukiweza kuulizon kama hivi, unaweza kujua ala, kumbe kulikuwa na mkakati maalum katika ardhi ya Middle East. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina sami'una alqawla fattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhabad dayn wa adhabal qabri wa adhab yawm al qiyamah. Wa sallallahu